na leo ni tarehe ya 22 mwezi wa 6 mwaka 2026. Nianze na kuomba tuombe radhi wenzetu hawa YouTube. Ibada ya jana tulishindwa kwenda live kwa sababu ya changamoto za kimtandao. Na hata pia baada ya siku ya 76 na hata 77 ya leo tutafanya kwa njia ya recording, na baada ya tutawekea YouTube. Kwa hiyo mtuie radhi kwa changamoto hizo za mtandao. Bado tunajitahidi kupambana kufanya kazi ya Mungu katika ubora ule ambao Bwana ataufurahia, na bado Bwana hajanipa wasaidizi wa kutosha. Na kumbuka, wasaidizi wa madhabahu hatuchukui mtu ni mtu, sawa Watu wako wengi ambao unaweza ukawaambia wakusaidie, lakini hatuchukui mtu ni mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuna ndugu yetu hapa ambaye anatusaidia, yuko mwenyewe. Wakati mwingine pia majukumu yanakuwa yanamzidi. Haleluya. Kwa tuzidi kuomba Bwana alete watenda kazi. Haleluya. Sawa. Leo naomba tutaomba kwa ajili ya tutaongea unabii hapa. Tutaongea kuhusu habari ya unabii na tutaomba kuhusu habari ya nchi, maana kuna ambao nimeonyeshwa katika nchi, lakini pia tutaomba kwa ajili ya kanisa, kwa maana ya sisi watu wa huduma ya Kristo na watu wengine ambao tunamwamini Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nimeandika hapa unabii wa bendera nusu mlingoti wa chuma. Unabii wa bendera nusu mlingoti wa chuma. Lugha ya nusu mlingoti ni lugha ya kitaifa, kwamba ukisikia bendera nusu mlingoti unajua maana yake ni nini, lakini huo mlingoti wenyewe ni wa chuma. Kwa hiyo ukiona bendera iko nusu mlingoti alafu huo mlingoti ni wa chuma, ina maana. Na hii haikuja kwa lugha ile ya picha, imekuja kwa lugha ya sauti. Yaani nipo kwenye maono kule rohoni au kwenye ndoto, alafu sauti kanisemesha, ikanambia bendera nusu mlingoti wa chuma. Alafu chuma hiki nikakiona ni kama chuma cha dhahabu hivi, kama cha dhahabu hivi. Alafu na ile bendera naona ikiwa inashushwa. Yaani sauti imekuja inaniambia bendera nusu mlingoti wa chuma. Alafu nikaona mlingoti ni wa chuma, ni kama shaba hivi. Alafu ikawa kama inateremka, inashushwa hivi. Yaani bado haijashuka, lakini ndio inaanza kuteremshwa. Bwana asifiwe sana. Bendera inamaanisha taifa husika. Taifa lenyewe nimeona ni la Tanzania. Yaani ile bendera ni bendera ya Tanzania. Nikaona ikiwa na shushwa nusu mlingoti. Nini maana ya kuona mlingoti wa chuma? Hebu nisomee Danieli 2:40. Tafsiri yake iko hapa. Ukiona nini maana ya chuma, yaani Biblia ikisema chuma maana yake ni nini? Hebu soma. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Hiyo habari ni habari ya ndoto ile ya Nebukadneza, ambako aliona sanamu ambako lina goldi na shaba na silver, alafu na chuma, na kwenye vidole kuna chuma na udongo, alafu jua likapiga ile sanamu ikaanguka. Kwa tafsiri ya ule mfano ndio hapa nasema kwamba chuma ni ufalme wenye nini? Wenye nguvu. Kwa hiyo ukiona bendera alafu mlingoti wake sio mti, ni chuma, maana yake ni watu wenye nguvu katika nini? Ufalme. Lugha rahisi, kuna maanguko, na tutaomba tusitiwe, tutaomba na tutaombea watu hapa, lakini pia tutajaribu pia na kusema kile ambacho Bwana ataniongoza hapa kuwasaidia watu. Mwaka 2024 pia nilionyeshwa kwamba kutakuwa na vifo vingi kwa upande wa wenzetu viongozi hao, na vilitokea sana 2023 na 24, na vilitokea vingi sana kwa mikoa, sijui bunge, vingi sana vilitokea, vingi mno kwa viongozi, vingi sana. Kwa hiyo nimeona bendera inashushwa nusu mlingoti wenyewe wa
chuma. Tafsiri ya chuma ni ufalme wenye nguvu, maana yake wale wenye power. Yaani katika utawala wetu huu wa nchi yetu, kwa watu wale wenye nguvu, kuna watu ni viongozi lakini hawana nguvu. Kuna watu ni viongozi kwenye nchi hii wana nguvu. Bwana ameniambia kuna mauti inafanyaje, inawafuatilia. Yaani kuna roho ya kifo inawafuatilia. Kama wanaweza kwa Wakristo, kwa viongozi wale wenye nguvu walio Wakristo, kimbilieni makanisani, kimbilieni, maana itawakuta hiyo. Nimeona bendera nusu mlingoti wa chuma, mlingoti wake ni wa chuma na bendera inateremshwa. Nini maana yake? Maana yake ni hii: watu wenye nguvu, viongozi wenye nguvu. Yaani kuna vifo vitakuja hapa mbele kwa viongozi wenye nguvu, serikalini, bungeni, kwenye majeshi, wale wenye power, ambao wakisema jamani, ni hivi watu hawa saa 4 mchana walale, watu wanalala. Hawa watu wa aina hiyo. Sasa sijui ni ngazi ipi, hapana. Lakini pia kwa sababu pia nimeona ina rangi kama shaba au kama nini, kama goldi, manake pia na inahusu sana kule juu kule, kwa sababu simuona goldi. Na kwenye tafsiri kabisa ya hilo sanamu akisema goldi kuna uongozi fulani wa juu wenye power, wenye nguvu nyingi. Kwa hiyo wenye nguvu nyingi na hao hapa katikati hapo. Kwa hiyo vitaanza kutokea. Lakini pia nafikiri jana na hata pia leo asubuhi nimesikia kuna ni RPC wa Dodoma, nimesikia kwamba amefariki, sijui lini, nimeona kwenye mtandao. Tabora ndio nimesikia kuna huyo RPC Tabora, sijui amefarikije sijui, lakini nimeona kama bango limetoka kwenye la nani, yule jamaa mmoja ana channel yake YouTube ya habari, amemweka pale hivi, nimeona amefariki. Sasa nilipoona hii asubuhi ndio nikasema basi yale ambayo nimeyaona maana yake yafanyaje, yanaendelea sasa. Kwa hiyo kuna hiyo roho ya mauti inawafuatilia hao wenzetu. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kama mtumishi wa Mungu, na washauri waende wapi? Kwenye maombi. Ndio ushauri wangu huo, waende kwenye maombi. Tena hata wakiweza waje kuniona tu. Sasa hivi naruhusu kuonana na watu, naruhusu waje tu niombee watu hapa, wape na maelekezo. Maana pia ukija hapa mimi nitakuona vizuri, nitakupa na unabii, nitakwambia ufanye nini. Na mimi niwaambie watu kwamba jamani, tunapoomba hizi sio kelele tu, hapana, sio kelele. Kama kuna jambo lilipangwa litokee, alafu mtumishi akaomba, saa ikifika hilo jambo litokee, kuna namna fulani linafeli, kuna jinsi fulani linafeli, linakataa, mazingira yale yanakataa. Kwa mfano, kama kuna unabii wa kifo umetoka, alafu mtu hakuchukua hatua, nini ambacho kinatokea? Ikifika siku ya kifo, watu ambao ilikuwa watu wainuke kumsaidia wanakuwa wazembe. Labda mtu ipo kwenye gari, mnapeleka hospitali, mara foleni jamu, kuna ajali, yani kunazuiliwa. Lakini kama uliomba kuzuia isitokee, saa ikifika wanainuka watu, hujui wametokea wapi, wanasaidia mtu asifi. Kwa mfano mmoja, nilitoga unabii nikasema kuhusu mheshimiwa rais mama Samia huyu, kwamba naona nini kifo tena atakayemuua pale. Nikasema nini ambacho kimetokea kwa yule mama? Alianza kutembea kwenye makanisa, ni Muislamu, sawa. Mwamposa anamuombea, simliona Mwamposa, pasta nani huyu mzee wetu hapa Maboya, wakina nani Tony Kapola, wanamuombea wote wale, wakina Suguye wote wanamuombea. Atakufa? Hawezi. Kiangalia kuna umoja, sio wachungaji wanakaa wanamsihi Mungu, wanamuombea rais wao, atakufa? Saa ikifika
mazingira kabisa yanakuja kwamba sasa wamtoe uhai, inashindikana, inafeli. Anaambiwa sikia, jifiche jifiche, ingia Chamwino, jifichie huko, kaapishiwe huko, usije huku, usije stadium, usijiaminishe, kaa kule. Watu wanampa instruction, wanamsaidia, huyu anasaidia, sijui rais wa huku anakuja anasaidia, hafi. Lakini njoo angalia background yake, ametembea wapi? Kwenye makanisa, ni Muislamu, lakini ameenda kule na sadaka ametoa. Unasikia amesaidia huko milioni 10, si ndio? Amesaidia kanisa milioni 100, si ndio? Amesaidia, anakufa. Itabaki Watanzania bana afe tu, lakini hafi. Katoa sadaka kule, katoa kule, na urais anachukua urais. Lakini huyu ambaye mwambia wewe ndio rais, ni wewe, changamka, amekaa amezubaa tu hivi, ametulia tu, itakuja yenyewe. Mwenzako anapita kanisa, anatoa na sadaka, anatoa milioni 100 huku, toa milioni 10 huku, toa 20 huku, toa 5 huku, toa sura kingapi huku, ametoa huku na huku. Alafu kule ambako anatoa wanambariki, si ndio? Wanambariki kwamba na ushinde kwa damu ya Yesu, ushinde, utashinda. Anashinda kweli. Lakini huyu mwana wa Mungu hekima yake imekuwa ndogo. Mwana wa duniani amekuwa na busara kuliko huyu wa kwetu. Bwana asifiwe sana. Ndio. Kwa hiyo ndivyo unabii unapokuja, alafu mtu akafuata zile njia za kinabii kwamba ingia kwenye maombi, toa sadaka, fanya hivi. Akiyafanya hayo, saa ikifika hatoki. Hata mimi naongea hapa, ndio mara nyingi sana naonyeshwa, bwana unakufa leo unakufa kesho, kabisa unayaona haya. Unaanza kuomba usiku, unaomba, unatoa na sadaka, unabeba na haya, naomba na sadaka yangu hapa, nipeleke wapi? Peleka mahali fulani, napeleka. Naomba tena, bwana na sadaka yangu hapa, nipeleke wapi? Peleka mahali fulani, napeleka huko. Kamsaidia mtu fulani, nasaidia. Unafikiri nakufa? Sifi. Kwa nini sifi? Maombi yangu, maombi ambayo nayafanya na maelekezo niliyopewa kuyafanya, sifi. Watu wote walijua haitavuka tarehe ngapi? 29. Mimi sijauawa. Kila mtu alijua kabisa huyu nabii huyu hatavuka pale, hatavuka. Leo si niko hapo? Ni kwa uwezo wangu? Hapana, kwa uwezo wa Mungu. Upi? Alishaniambia nikafuata instruction. Hata napoongea leo hii, kuna ndugu mmoja naye tuko naye hapa, yeye naye alishapata maono fulani hivi ya kuhusu mambo ya familia hivi, kwamba kuna uharibifu, lakini watu wameomba, saa imefika sasa uharibifu utimie. Umeharibika, yaani ule uharibifu umefeli na umefeli leo ninapoongea, yani uharibifu umefeli leo, yani saa ya unabii ule ilikuwa ni leo utimie, yani uharibifu uingie leo today, lakini imefeli. Kwa nini imefeli? Muhusika ni muombaji, kila siku yuko hapo kwenye maombi, anaomba, anakemea pepo, anavunja laana, anaombea familia yake, anaomba. Unabii unataka utimie, mambo yaharibike, inafeli. Watu huko wanagombana, habari imeisha. Naelewa vizuri. Kwa hiyo maombi yanasaidia. Mimi nawaambia watu, wewe sio mchawi, wewe sio mshirikina, hujui tunguli, basi njoo kanisani uombe. Mtu anakuwa mzito. Unabii wa kuzimu kwako utatimia kweli, maana wewe sio mchawi. Haya, Bwana kanaonyesha leo, nikaona ndugu zangu, ingawa ina tafsiri yake hapa kanisani, nikaona viti kanisani vimekaa hovyo. Bwana akaniambia, tatizo la ndugu zako hawa hakusikilizi. Nikaambia kwa nini? Nikaambia ona, nikaonyeshwa mikosi na nini, maana mikosi na balaa, yani mikosi na balaa, yani nikaona wana uchungu mkali sana. Sasa ni nini hii? Kwa sababu hawanisikilizi kile ambacho nawaambia kupitia wewe, hawanisikilizi. Ndio maana unawaona wako hivi, wana uchungu. Kwa nini? Kwa sababu ni wajuaji, wanajua sana. Kwa hiyo hawanisikilizi, wanafikiri unavyoongea wewe ni wewe,
lakini mimi naongea nao kupitia wewe, lakini hawakusikilizi. Ndio maana wana uchungu. Umeambiwa leo hicho kitu hasa. Ukiambiwa kuhusu kanisa, maana yake ni kusanyiko, ni watu wa Mungu. Yaani Mungu ametumia lugha ya hapa, lakini ukihamishia mwilini, maana yake ni watu wa Mungu. Tuliko wapi? Tanzania. Mungu anatuma manabii zake, ndio sisi hapa tunakuja tunasema jamani, ishini hivi jamani, haya maisha sio hayo. Unamvalue mtu, yani mtu unamthaminisha kwa sababu ni jirani yako, kwa sababu ni rafiki yako, kwa sababu ni mtu ambaye mmekuwa wote pamoja. Atakwambia nini? Kumbe anayeongea pale sio yeye, ni Mungu anaongea kupitia kinywa chake. Kwa hiyo Bwana ananiambia waambie waanze kunisikiliza mimi. Bwana asifiwe sana. Ndio nimeonyesha hicho kitu. Watu wana uchungu, watu wana hali mbaya za maisha. Nimeonyeshwa kwamba watu wana hali mbaya za maisha, watu wana uchungu, watu mambo hayaendi. Nimeonyesha hicho kitu leo mimi kuamkia leo asubuhi saa 11 hapo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu wengi katika Bwana, wale wote walimpokea. Hebu soma Yohana 1:12. Nikuonyeshe ndugu hapa. Maana kama ndugu simaanishi ndugu wa damu. Hapo ni maana si Mungu anaongea na watu wake, si ndio? Maana yake sio, simaanishi ndugu wale wa damu. Hebu soma. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa watoto wa nani? Ndio wale waliaminio jina lake. Maana yake ni watu wanaomwamini nani? Mungu, wanakuwa watoto wa kwake. Kwa Bwana ananiambia kuhusu habari ya nani? Ya watoto wake. Sasa Bwana asifiwe sana, haleluya. Kwa hiyo naomba leo tuombe kwa kumaanisha, sawa? Tuombe kwa kumaanisha. Mungu hajatumbia tuishi maisha ya mateso. Hii dunia hii ni kama tu uwanja wa kutalii. Hii dunia ilivyo ni uwanja wa kutalii tu. Tunakuja hapa, tunatalii, tunamsifu Mungu, mtukuze Bwana. Baada ya hapo tunaondoka. Baada ya miaka mingine ya mbeleni huko, unazaliwa kule Ujerumani au kule Ethiopia au kule wapi, hivyo ni kutalii tu, kutalii tu basi. Kuna siku nikaambia, sitafikiri mchungaji au mama hapa, nikaambia hii dunia, mtu kabisa unapambana, unatafuta pesa, unajenga nyumba yako kali ya kifahari, unanunua magari yako vizuri, unachukua ufahari vizuri, alafu tukifa unaviacha vyote vyote, yani hauondoki hata laki moja. Yani ingekuwa hata nafuu fulani unaondoka na zile milioni zako, kuna nafuu fulani angalau kwamba kweli nimehangaika, lakini unaondoka unaacha kila kitu, kila kitu, kimagari yako unayaacha, manyumba yako ya thamani. Hii nyumba yangu ni ya bilioni 5. Umeona, angalia hizi marumaru hizi, nimeagiza kutokea Italia, nimepanda ndege. Ni kweli ufahari, siku kidedi, yote umeacha yote, ndio uone maisha ya duniani hayana thamani. Mimi kweli hayana thamani. Ndio maana mwisho wa siku ukifika hapo, watu waishi kwa kupendana tu. Kweli watu wapendane, watu waheshimiane, basi ndio. Mwingine kabisa anaua ndugu yake ili apate mali, anamfitinisha huyu na huyu, kisa tu pesa. Haya, uliza shilingi ngapi? 100,000, 200,000, hata ingekuwa milioni. Kweli. Bwana asifiwe sana. Tuna hali mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Watu wanamwacha Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia. Ndio, watu wanamwacha Mungu kwa sababu ya mambo ya dunia. Dunia tu hii, dunia hii. Watu wanarogana, tupiana misukule, tupiana mauchawi, peana masumu. Kisa huyu mama, huyu baba ameanza kujenga, eti mtu anamtia mwenzake sumu, kisa tu anajenga. Sasa mambo gani haya? Mambo gani sana? Mtu anaroga watu wenzake
kisa tu amenunua kagari. Mambo gani hayo? Kwani wewe umeshindwa kuambia Bwana akakupa? Kwani Mungu ni mchoyo? Mungu sio mchoyo, ila tu Mungu anataka hivi, ili akuinue, fuata nini? Masharti yake, fuata kile ambacho Bwana amekwambia, hicho tu basi. Bwana asifiwe sana. Bwana anaambia waambie wanisikilize, na mimi nawaambia watu hata basi mimi msinisikilize, sawa, isikilizeni basi Biblia inavyosema. Basi fuateni maandiko kabisa. Yawezekana mimi mmenizoea, kwa sababu mimi labda ni rafiki yenu, ndugu yenu, jirani yenu, jamaa yenu, mchungaji wenu, nabii wenu, mmenizoea, sawa. Mimi nitoeni basi, fuateni maandiko. Yanawashauri nini? Maandiko yanawaambia muishije kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye uongozi. Basi fuateni huko, mtaona hamtaishi maisha magumu, hamuishi maisha magumu. Watu wa Mungu wa kizazi hiki hawasikii. Wanaosikia ni wachache kweli, wapo wanaosikia, ila ni wachache. Wengi wao hawasikii. Bwana anaambia angalia, hawa hawasikii, ni wajuaji, wanajua sana. Nawaambia waishi hivi, hawataki. Ona sasa jinsi ambavyo wanalia, wanaumia. Bwana asifiwe sana, haleluya. Mimi kiu yangu ni kuwaona watu wa Mungu wakiwa wanafanikiwa kabisa 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 kabisa. Hivi unajua tumekaa hapa hivi mkasikia mwanzoni hapa na shida, umeona, inakuhusu hii shida ndio sio ya kwangu. Ni kweli sio ya kwako, lakini kuna kasehemu utahusika. Kimbia, unaacha shughuli zako zingine, kimbia, tayari unahusika hapa. Ndio mwenzenu hapa sasa hivi akiumwa, si mtamsaidia? Haya, ile pesa ambayo ilikuwa ufanyie mambo mengine inahamia huko. Haya, mkifiwa tayari, yani kuna namna utahusika fulani. Ndio maana kabisa watu kabisa mhamasishane. Nyinyi ambao hamjui matunguli au hamuishi kwa matunguli, kwa uchawi, hamasishaneni. Hamasisha watoto wako wamshike Mungu. Hamasisha mume wako, hata kama ndio ana mambo ya kijinga, sawa, lakini si kwa hatua. Kwani mtu habadiliki by night, si ndio? Kwamba fungua, sio hivyo, kidogo hivyo tu, hivyo. Mimi na ndugu yangu mmoja, simwongee jina hapa, namshukuru Mungu hajafikia 10% zote, lakini kule ambako alikuwa na sasa hivi kuna nafuu fulani. Yaani kama alikuwa ana 10%, leo yuko 40, amesogea. Maana kiuhalisia tumekaa hapa wote, audio, video, YouTube, hakuna ambaye anapata 100, si ndio? Sio wote, mwingine anapata 20, mwingine 30, mwingine 50, mwingine yuko 90. Tuko hivyo. Kwa hiyo tuhamasishane. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Sawa, hebu leo nitaombea pia watu wawili. Kuna mama yangu yule wa kule Tegeta, nitamwombea na yeye pia nimeona liroho na yenyewe la mauti na lenyewe pia linamfuatilia kule. Shindwa kwa damu ya Yesu. Na yeye pia naona liroho na yeye, yani nimeona hii chuma, naona kama na yeye kama ni kama mtu anabandua, yani anaitupia kule kwake. Ndio uone. Bwana asifiwe sana, haleluya. Mimi sikatai, najua kabisa hiki kipindi hiki mpaka 2030 watu wakiomba vizuri, Ibilisi hata dumu. Yani Bwana aliniambia ni kipindi cha giza hiki, na bahati nzuri nilisema haya kuna ngapi na 24, kwamba naona jua limetiwa nini, giza, na mwezi kumetiwa giza, na tafsiri yake ni hii, nimesema iko YouTube huko, kwamba patakuwa na miaka ya nini,
ya giza. Tena mpaka nikashauri baadhi ya watu, tena wale ambao huwa wako kule migodini, kwamba pia muwe makini kwenye uchimbaji. Kipindi hiki kwenye uchimbaji kwa watu wa Mungu ni yaani kupata madini ni pagumu sana, labda kuanzia 2030 na kuendelea huko mbele. Lakini hata wale ambao tayari wapo, Bwana ndo aliwaambia waende, watakuwa waombe sana, waombe mno, waombe sana. Kipindi hiki cha mpaka 30 hapa kumiliki ni shughuli, hata kushika pesa pia ni shughuli, ni kazi. Kwa nini? Giza limetanda, watu wamejawa na giza, watu hawaoni hasara kumtukana Mungu, watu hawaoni hasara kukufanyia ubaya, hawaoni hasara watu kukuua, hawaoni hasara, yani hawana mshipa wa hofu, hawana. Haleluya! Hebu tutaombea nchi yetu, tuombea nchi yetu. Hawa ambao roho ya mauti inawaendea, Mungu awaguse, waweze kukimbilia madhabahuni, na Bwana atawafungua na Bwana atawaokoa. Amen. Haleluya! Simame. Haleluya, haleluya. Nataka uombe ukimaanisha, nataka tuombe tukimaanisha. Haleluya. Sema kila balaa iliyoruhusiwa katika ulimwengu wa roho kunifuatilia, sema kuanzia sasa balaa hiyo ninaifunga kwa jina la Yesu. Hiyo balaa kwenye familia yangu, kwenye uchumi wangu na maisha yangu yote, sema naifunga kwa jina la Yesu. Mlango wa balaa uliofunguliwa kwenye familia yangu na maisha yangu, sema siku ya leo, sema ninaufunga kwa jina la Yesu. Hebu anza kuomba, kila mmoja anza kuomba, tamka maneno tu, tamka kwenye audio, video, YouTube. Hebu omba tu hapo ulipo. Bwana afunge huo mlango wa balaa, kila aina ya mapigo ambayo shetani anaachilia kwenye familia yako, anaachilia kwenye ndoa yako, katika uchumi, Bwana ayafunge sasa kwa mamlaka zake Yesu Kristo, yakafungike kwa jina la Yesu. Nafunga kwa damu ya Yesu Kristo kila balaa, mlango wa balaa, mlango wa mapigo ya kuzimu, mapigo ya mauti, mapigo ya vifo, mapigo ya umasikini, mapigo ya magonjwa, mapigo ya ufukara, yakafunge leo kwa damu ya Yesu. Leo yafungike. Ninayafunga kwa damu ya Yesu, ninayafunga kwa jina la Yesu. Mashantorianda rabasika, katika damu ya Yesu Kristo. Sema mlango wa vifo na mlango wa mauti uliofunguka kwenye familia yangu, kwenye kanisa, kwenye nchi yangu, sema huo mlango ninaufunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mlango wa kifo, mlango wa mauti kwa watoto wangu, kwa watu wangu, sema siku ya leo ninaufunga kwa jina la Yesu. Sema wale watu walioandaliwa na kuzimu kuleta mauti, kuleta vifo, sema ninawazuia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema wakatoweke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Hebu anza kuomba. Kamata nafsi za wale ambao ibilisi amewatuma kusababisha mauaji kwa njia ya ajali, kwa njia ya magonjwa, kwa njia ya mapigo, kwa njia ya mauaji. Kamata nafsi hizo sasa, kamata kwa damu ya Yesu. Bwana azikamata, azifunge kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Mashantorianda rabasika, nafunga nafsi ambazo zimeachiliwa na kuzimu kuleta mauti, kuleta vifo juu ya nchi ya Tanzania. Nafunga kwa damu ya Yesu,
Nafunga kwa jina la Yesu ajali, mikosi, balaa, nafunga kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hakuna mauti, hakuna kifo kwa watoto, kwa wachungaji, kwa watumishi wa Mungu, kwa mume wako, kwa mke wako. Nafunga kwa baba yako na mama yako, nafunga, naifunga kwa wadogo zako, kaka zako, dada zako, nafunga katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, nifungulie milango ya uzima, milango ya uhai, niweze kuishi kwa kutumikia wewe. Bwana Yesu, nipe mlango wa uhai, mlango wa uzima kwa jina la Yesu. Tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno, tamka neno katika jina la Yesu Kristo. Ninajitamkia uhai kwa damu ya Yesu Kristo. Najitamkia uzima kwa damu ya Yesu. Najitamkia kuishi kwa jina la Yesu. Nitamkie kuishi. Tamkia mume wako, tamkia mke wako, tamkia watoto, watamkie. Bwana wape uzima, Bwana wape kuishi kwa jina la Yesu. Mashantorianda rabasika rikamantorianda rabasika. Pokea uzima kwa damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mashantorianda rabasika, katika damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, ninaomba mlango wa uchumi na afya kwa jina la Yesu. Nipe mlango wa uchumi na afya. Tamka maneno, nitamkie. Bwana, nipe mlango wa afya, nipe mlango wa afya, nipe mlango wa uchumi. Bwana, wape watu wako sasa mlango wa afya, mlango wa uchumi. Inua mtu Bwana ambaye atakuwa mlango wa afya kwa huyu baba, kwa huyu mama, kwa huyu kijana, kwa huyu mtumishi. Bwana, inua mtu ambaye atakuwa mlango wa uchumi kwa jina la Yesu. Bwana, kuinulie mtu. Bwana, ainue mlango huo wa uchumi kwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amen. Haya basi, wewe ambao umejiandaa kwa sadaka, basi naomba ushike sadaka yako, alafu nitaomba. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, naomba kwa ajili ya watu wa audio, watu wa video, watu wa YouTube na hapa Arusha. Bwana Yesu, pokea sadaka zao Baba, pokea hazina zao, pokea mfalme wa amani, ukiwalinda, ukiwatunza Bwana, ukiwapa afya wakujue wewe katika jina la Yesu. Hata wale ambao hawakujaliwa kuwa na hazina, kuwa na sadaka, Bwana usiwapungukie, Bwana usiwapungukie, ukawashike kwa mkono wako katika jina la Yesu Kristo, amen. Hapa Arusha tutakuja, tutatoa hapo, alafu tutarudi kukaa kule kwenye YouTube. Namba yetu ni ile sadaka 0783 738 104. Achilia hapo na Bwana atakubariki na Bwana atakuinua. Haleluya. Kesho tunaendelea siku ya 77 ya maombi haya. Hakikisha haukosi, lakini pia jaribu kushare pia na wenzako, rafiki zako, ndugu zako, jamaa zako, washiriki haya maombi. Kuna jinsi Bwana atawafungua. Haleluya. Funga macho yako. Asante Bwana Yesu kwa watu wa audio, asante Yesu kwa watu kwenye video, asante Yesu kwa watu wa YouTube na hapa Arusha. Bwana ukatubariki, Bwana ukatuinue, tuone mkono wako mfalme wa amani katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana ukatuinue sasa. Sema nasi Bwana usiku wa leo kwa ndoto, kwa maono, kwa ufunuo. Malaika akumbushaye atukumbushe yale yote ambayo Bwana anasema nasi kwa njia maono, ufunuo na ndoto. Bwana tukuone wewe, ule mlango wa malipizi, mlango wa mauti, mlango wa magonjwa ya usiku, mauti za usiku, uwizi, uwanga, ujambazi wa usiku, na ufunga huo mlango katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo. Bwana akupe uzima, Bwana akupe ushindi kwa damu ya Yesu Kristo,
Amen. Amen. Basi Bwana Yesu akutie nguvu, Bwana akushike mkono, Bwana akukumbuke, Bwana asikusahau. Uwe na usiku mwema mpaka tena siku ile ya kesho. Kule YouTube muwe na usiku mwema, muwe na siku njema mpaka tena siku ya kesho, siku ya 78. Barikiwe sana. Kwenye audio